Bwana Mpoki. Naam, Isa Benson Mwakilembe, nipo mimi, mkulima wa mananasi nipo. Upo wapi? Unalimia mananasi Irani au Tel Aviv? Tupo huko tuliko kuwako mwalimu, kwa sababu ukisema ulipo tunajua tena hawa Wayahudi, ukisema ulipo unashangaa Wayahudi na wenyewe wapo hapo. Kwa tupo huko tuliko kuwako. Sawa. Kwanza tunatamani sana kupata ripoti ya kombora jipya ambalo Mwajemi ameweza kulitumia. Nilikuwa ni usiku wa kuamkia leo katika kile kinachoendelea kwenye mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Hili kombora linaitwaje? Kombora hilo jipya Mwakilembe, ambalo inasemekana Mwajemi huyu ameendelea kuyazindua makombora yake dhidi ya Myahudi, ambaye kwa taarifa ni kwamba mifumo ya ulinzi ya Israeli haina uwezo tena wa kuweza kupambana na madude hayo makubwa kutoka upande wa Irani. Sasa Irani amekuwa na yeye anakuja na mbinu mpya kila kukicha. Kifupi, hali ya marehemu ni mbaya sana. Hali ya Israeli ni mbaya sana. Naomba nikusomee kidogo kombora hilo ambalo wamelitumia Irani dhidi ya Israeli, ya kwamba inafahamika kama Sejili. Sejili ndio kombora ambalo Irani amelionyesha kwa usiku wa kuamkia leo. Na kombora hili baada ya kulisoma kiundani zaidi, kule juu lina vibomu vidogo mfumo wa clusters ambao likipiga kwenye shabaha vile vibomu vinaendelea kulipuka zaidi. Hatujui ni teknolojia hii yani ameipata wapi na ameanza kuitengeneza lini. Lakini kwa taarifa za kihistoria ni kwamba Irani alianza mambo haya kujinufaisha na kujijenga kijeshi, akiamini ya kwamba wahuni ni wengi duniani miaka 1980. Mwaka mmoja mbele, baada ya mapinduzi kufanyika mwaka 1979, imeripotiwa kuwa hatimaye Irani imetumia kombora la balistiki la Sejili kushambulia Israeli. Ilikuwa na vichwa vya kivita zaidi ya kilo 500. Kilo 500? Sasa kilo 500 Mwakilembe. Nusu tani hiyo. Yaani hicho kichwa. Wakati nimeweka picha kwenye grupu ambapo akipita hicho kichwa chake kina kilo 500. Mnamo Julai 18 mwaka 2025, Irani ilisema ya kwamba ilikuwa imerusha kombora la balistiki la Sejili kwenye mabano Sulfil kushambulia shabaha nchini Israeli. Tehran inadai kwamba ikiwa itarusha kombora hilo kutoka mji wa Natanz, kombora hilo linaweza kufika Tel Aviv chini ya dakika 7. Sasa hali ya marehemu, hali ya Israeli Mwakilembe ni mbaya. Chini ya dakika 7 kutoka Irani mpaka Israeli ni kilomita 2000. Kombora hilo linaweza likasafiri chini ya dakika 7 lipo ndani ya Israeli kuna kambi ya Natanz. Kazi ya Mwajemi ambaye Israeli akiwa anatamba, Mwajemi yeye anatembeza jalamba. Tehran inadai utumiaji wa kombora la Sejili ulithibitishwa, lakini Israeli inadai kufanikiwa kulidungua na lilipasuka angani na kusababisha uharibifu mdogo kwenye baadhi ya magari. Sejili ni familia ya makombora madhubuti ya masafa ya kati yanayomilikiwa na serikali ya mapinduzi ya Irani chini ya Yahya Ayatollah Khamenei. Kombora hili liliundwa kama mbadala wa kombora la balistiki la Shahab na lilianza kutumika mwaka 2014. Wanasema disco la watoto alikeshi, weka mbali na watoto.
weka mbali na watu. Makelebe ni kombora hilo. Lakini ufahamu kwamba kuna drone mpya pia za Mwajemi. Mama yangu, yani hapa sijui itakuwaje, lakini ngoja Makelebe nikuonyeshe drone mpya kabisa ambayo Mwajemi pia ameizindua. Kama taipata drone sio, ina uwezo kwa haraka, ina uwezo wa kusafiri kilomita 2000 na zaidi angani. Ina uwezo kukaa angani, yani iko tu angani hata kwa masaa 35. Yani drone ya Mwirani ni drone mpya, ina uwezo kukaa angani hata kwa masaa 35. Ina uwezo kusafiri kilomita zaidi ya 2000 na ikalenga shabaha ya maadui. Makelele kifupi, hali ya Israeli amezidiwa kote kote. Ndio maana hali ni mbaya. Baadhi ya Waisraeli wameonekana wamejaa kwenye mpaka wa Israeli na Misri, wanataka wakimbilie Misri. Utakumbuka miezi 4 nyuma, raia wa Gaza walikuwa wamejaa mpakani mwa Misri. Ndio. Wanataka wakimbilie Misri kuhofia maisha yao. Hii ni kwa sababu ya mashambulizi ya Myahudi aliyekuwa anashambulia Gaza. Sasa hivi imekuwa kinyume chake. Ndio mambo ya karma ambayo mimi nimekuwa nikifunza kwamba karma haitaacha madeni yake nyuma. Ndio. Yani karma haiwezi kuacha madeni yake nyuma. Fanya ubaya utalipa ubaya. Hata Makelebe leo hii raia wa Israeli wamejaa pale ndani ya mpakani mwa Israeli na Misri, wakitafuta hifadhi ndani ya Misri kwa maisha yao kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Mwajemi. Mwajemi Makelebe sio Mwarabu. Huyu ni Mwajemi. Na taarifa zinasema kwamba ndugu yangu Fahadi kutoka Dubai hapa, yeye mwenyewe amecheka kwanza. Taarifa inasema Marekani ameionya. Marekani ameionya. Niendelee? Endelea. Mwalimu? Nakupata. Marekani ameionya Israeli. Marekani ameionya Israeli juu ya mpango wake wa kutaka kupeleka jeshi la ardhini ndani ya Irani. Yaani Marekani ameionya Israeli. Sijaelewa hapo. Sio ameionya Irani, ila ameionya Israeli. Makelebe. Marekani ameionya Israeli juu ya mpango wake wa Israeli kutaka kupeleka jeshi la ardhini ndani ya Irani. Sasa Makelebe, sijajua hapa inakaaje. Wakati huo kwa sababu ya mashambulizi makubwa ambayo yanafanywa na Irani dhidi ya Israeli kila siku kwa watu na mashambulizi 20 mpaka 30. Na hivi ninapozungumza ni kwamba Irani amekuja fanya mashambulizi 665 na mpaka usio kuamkia leo mashambulizi 700 yamefanyika. Irani amefanya ndani ya Israeli. Hayo ni makombora na uharibifu mkubwa umefanyika ndani ya Israeli, kitu ambacho Makelebe Israeli na wasiwasi kwamba kwa nini aliamua kuvamia Irani. Marekani nafikiria kwa sababu ya hali ni mbaya kwa upande wa ndugu yake Myahudi. Hali inatisha. Majengo yanaharibiwa, ofisi za maamuzi zinaharibiwa, watu wanakufa, mashimo, usalama hakuna, uchumi kuzorota, watu wanakimbia. Marekani ambaye ni mshirika wa karibu sana amesema ya kwamba anafikiria kupeleka Israeli mfumo wake wa ulinzi wa anga, mfumo ambao ni the most advanced security defense, the most advanced security defense ya Marekani na ufanywe matahadi air defense system. Mfumo wa ulinzi ambao gharama yake ni kubwa, ni karibia unaenda kwenye trilioni 1 kwa pesa za Kitanzania. Trilioni 1
na zaidi wa Tanzania mfumo huu ambao alimaarufu kama TAAD, the most advanced security defense. Marekani anafikiria kupeleka ndani ya Israeli ili angalau kupooza machungu ya mashambulizi ya upande wa Iran. Lakini kwa taarifa tu Mwakelenda ni kwamba tayari ndege za kivita. Sasa taarifa hii Mwakelenda tutajaribu kuangalia baadaye. Unapoona hivi ndio maana yake Israeli amezidiwa. Taifa la Mungu limezidiwa. Vibaya mno. Maana yake hali ya marehemu ni mbaya. Sawa? Marekani amepeleka. Ndio. Sasa ndege 800 katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ndege 800. Ndege zingine kati ya hizo 800 zinaenda moja kwa moja Israeli. Ndege zingine kati ya hizo 800 zinabaki hapo Mashariki ya Kati. Kazi kubwa ni nini? Kazi kubwa ni kuhakikisha ndege hizo zinapambana na makombora ya Irani kuelekea Israeli. Mwakelebe, picha zote hizo na mambo yote hayo yapo kwenye kundi letu sisi la Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Watu wapige 0762 155025. Namba hii ni kwa ajili ya WhatsApp tu. Watumie message moja kwa moja WhatsApp 0762 155025. Mwalimu na Mungu. Naam. Bado mimi naendelea kutaarifa kwamba mpaka sasa hivi mambo ni magumu, sio kwa Irani, mambo ni magumu upande wa Israeli na Marekani. Unakumbuka kauli aliyozungumza Donald Trump ya kwamba anatoa wiki 2 ndio kwa Irani, anatoa wiki 2 kwa Irani kujisalimisha. Kujisalimisha. Na Muirani akasema kwamba hawezi salimisha. Na inapoonekana kana kwamba wazungu sasa hivi wana nafasi hizi mbili. Aidha mzungu, kwa sababu mtu wa kujisalimisha hapa sio Irani. Yaani mtu wa kujisalimisha hapa ni Israeli na Marekani. Sasa wewe unapigwa alafu unasema kwamba sasa wewe unayenipiga naomba ujisalimishe. Kwa lugha nyepesi, mtu wa kujisalimisha hapa sio Irani. Mtu ambaye kujisalimishe ni Israeli. Si ndio sasa? Naomba Mwakelebe nikusomee hapa. Lengo kubwa la Israeli ni kutaka kuangusha utawala wa Irani. Hawakujua kwamba yaliomo mle ndani yamo. Hawakujua kabisa. Lengo kubwa la Israeli na Marekani ni kutaka kuangusha utawala wa nani? Wa Irani. Hawakujua ya kwamba yaliomo yamo. Sawa? Lakini cha ajabu sana, hakuna dalili ya kuanguka kwa utawala wa Irani. Dalili. Unaona, unajua maana ya dalili? Dalili ya malaria ni kutetemeka mwili, si ndio? Sasa hakuna dalili yoyote inayoonyesha kwamba Irani anaanguka au tena anataka kuanguka, isipokuwa ndio kwanza Irani anaangua na kuwa na nguvu zaidi. Naomba nisomee Mwakelebe. Bado hakuna dalili za kukosekana kwa utulivu ndani ya serikali ya Irani. Ndio. Wiki moja katika mzozo wake na Israeli, gazeti la Jerusalem Post liliripoti Ijumaa ikiwanukuu maafisa watatu wa Israeli. Kwa sasa hakuna dalili kwamba serikali kuu ya Teherani inapoteza udhibiti. Kinyume chake kabisa, utawala wa Irani unaonekana kukaza na kuongezeka nguvu. Maafisa hao walikuwa wakisema. Daktari Zimti, mkurugenzi wa mpango wa Irani katika taasisi ya uchunguzi wa usalama wa taifa, umeongezeka kuwa Wairani wengi wanachukia utawala huo na wanaupinga, lakini hakuna dalili ya kwamba Irani itaanguka leo wala kesho, isipokuwa inaongezeka nguvu ambazo watu wengi walikuwa hawajui. Wakelebe ni maleo sema kwamba maandamano makubwa kabisa ndio yamefanyika katika nchi karibia 3-4. Yemen wameandamana.
kuiunga mkono Irani. Maanake ni kwamba wako tayari kuingia vitani kwa kumsaidia Irani. Ndio. Iraki wameandamana kuunga mkono Irani. Sawa? Mataifa matatu duniani yamejitokeza hadharani wazi wazi wakisema kwamba wao wanaiunga mkono Irani na sio Israel. Taifa la kwanza ni Korea Kaskazini kwa Kim Jong Un kiduku. Taifa la pili ni kwa China Xi Jinping. Taifa la tatu ni Vladimir Putin. Taifa la nne ni Yemen. Hawa wamesema kwamba wao wanaiunga mkono Irani mwanzo mwisho, kwamba wako tayari kuisaidia Wakrete. Ndio. China imeonekana mara 20. Ndege ya China imeonekana mara 20 ikiingia kwenye anga la Irani na mwisho wa siku kupotea. Haijafahamika kwamba ndege hiyo inapeleka nini ndani ya Irani. Vita washirika. Ndio. Mwalimu, mimi nikushukuru bwana. Asante sana bwana. Haya.